Bwana, Simba Sports Club wamemtambulisha nyota winga wa mwendo, winga mwenye talent ya kutosha, Bakari Msimu ambaye ametokea kwenye kikosi cha Coastal Union. Huyu ni miongoni mwa mwendelezo wa nyota ambao Simba wanaendelea kuwatambulisha kwa ajili ya kampeni ya msimu ujao wa 2026 2027. Sasa tunakwenda kuangalia kuhusu Bakari Msimu ni nani kwa maana ya wasifu wake, lakini tunakwenda kuangalia kile ambacho Simba wamekiona na nafasi yake ndani ya Simba. Mambo yako vipi? Kama kawaida yetu, wameshatambulishwa. Tunaangalia wachezaji ambao wapo kwenye tetesi na tunaangalia wachezaji ambao tayari wameshatambulishwa. Tunakuja kuwapigia hapa stori zake, tunaangalia mambo yatakuwa vipi na tutegemee kitu cha namna gani. Tukianza na eneo la wasifu wake, Bakari Msimu ni nyota ambaye ametokea huko Tanga, yani nyumbani ni Tanga, nyumbani ni Amboni. Wewe kusikia mapango ya Amboni kule Tanga ndiko ambako Bakari Msimu anatokea. Amecheza mpira kule nyumbani kwenye timu za mtaani akiwa kijana, akiwa mdogo, tuna umri mdogo. Baadaye Coastal Union wakamchukua na akacheza timu za vijana za Coastal Union kuanzia chini ya umri wa miaka 17 pale Tanga. Ameonyesha talenti yake akiwa pale. Baadaye akapandishwa kwenda kwenye senior timu ya Coastal Union na mpaka baadaye pia akapandishwa kwenye alipelekwa kwenye under 20 na baadaye akapandishwa kwenye senior team Coastal Union. Kwa hiyo kwa kifupi tu maisha yake ya soka ni Coastal Union, ndio timu ambayo imemtambulisha katika kandanda, ndio timu ambayo imemtengeneza na ndio imempa nafasi ya kuonesha alichonacho mpaka leo hii anakwenda katika hizi klabu za ndoto. Amekwenda ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na hiyo inasababishwa pia na mahusiano mazuri ambayo Coastal Union wako nayo na Simba. Hizi biashara za Coastal na Simba zimefanyika miaka mingi. Coastal Union ni timu ambayo huaga haibanii wachezaji. Mchezaji akiwa na talent mnamhitaji, basi watamruhusu, watawapa huyo mchezaji. Ndicho ambacho amekifanya pia kwa Bakari Msimu. Sasa Bakari Msimu huo ndo wasifu wake. Ukiangalia hapo kwa ufupi sana, wala hana wasifu mrefu kwa maana ya muda. Msimu uliopita anafunga goli 4 katika ligi kuu ya NBC, performance bora kabisa ambayo anaionyesha kutokana na creativity, ni vile ambavyo anaonekana machoni. Yani Bakari Msimu ni winga. What so special ambacho yuko nacho hata Simba wamekiona ni ile creativity. Yani Bakari ana uwezo wa kudribble, kuondoka na mpira, ana uwezo wa kupunguza wapinzani, ana kasi kweli ya kushambulia, ana kasi ya kurudi kituoni kuja kujilinda kwa haraka. Hizi ni advantages ambazo timu nyingi ingehitaji kuwa na winga wa namna hiyo. Msimu Bakari ndio, narudia tena, nadhani naeleweka, lakini naendelea kusisitiza tena kama ambavyo nimesema mara kadhaa kwamba hizi timu za Kariakoo asilimia kubwa wanasajili potential, wanasajili wachezaji wadogo ambao wanawaona wana uwezo wa kukua na kufanya vizuri siku za baadaye. Ingawaje hii ni sifa nzuri ya kufanya hivyo, kwa maana wameamua tu kuchukua hao wachezaji ambao wanaonekana kufanya vizuri mapema na wapeleke kwenye timu zao kama ambavyo wamefanya kwa Bakari Msimu. Ingawaje hawa nyota mara nyingi waga waishi pazuri. Asilimia kubwa, wapo wachache ambao wana maintain standard, wanabakia katika hizo timu, the like of kwa upande wa watani zao Young Africans, kina Dickson Job, kina Kibwana Shomari, Abu Twalibu Msheri, ni nyota ambao walisajiliwa na wameweza kumaintain. Lakini Yanga hiyo waliwahi kusajiliwa kina Kabwili, Yohana Nkomola na hawakufanya kitu, baadaye wakawa wameachiwa. Leo hii tukija huku kwa Simba, msimu uliopita au msimu miwili iliyopita walisajili nyota wenye umri mdogo, the like of Omari walimsajili kutoka Mashujaa. Ni mchezaji ambaye alisajiliwa, amefika pale. Ladaki Chasambi kadhalika alisajiliwa kutoka Mtibwa Sugar, na mwenyewe pia ndo mazingira yale amefuata katika mkondo ule, kwa maana nyota wadogo ambao wamesajiliwa wana potential, sio kama uwezo ni mdogo. Kinachowashinda hizi timu za Kariakoo ni tolerance, uvumilivu kwao ni changamoto. Yani mchezaji mdogo akimsajili wanataka aingie kikosini moja kwa moja, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa qualities ambazo wanazishusha ni ngumu kwenda kuingia kikosini moja kwa moja. Sasa wanavumiliwa? Hilo ndo swali, kwa sababu hawa wachezaji wadogo wanachipukia kila msimu. Msimu huu anakuwa huyu Bakari Msimu, msimu uliopita alikuwa zungumzwi, msimu huu amezungumzwa. Akina Wilson Nangu walikuwa zungumzwi nyuma, wanakuja kuzungumzwa katika msimu uliofuata. Sasa at least kwa hapo Simba, huyo Nangu ambaye nimemgusia ndiye nyota ambaye anaonekana mdogo, mwenye umri mdogo, potential yake nzuri, ametokea JKT Tanzania, alifika Simba na akapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Simba. Of course alikuwa kama ashajihakikishia namba hivi kabla ya kupata long term injuries. So
Kwa Bakari Msimu tukibakia hapo, ni nyota ambaye Simba wamepata mchezaji mzuri kwa potential ambayo yuko nayo. Hizi timu zina scout vizuri, kwa maana wale wachezaji ambao wana potential, hizi potential wao wanaziona. Tatizo tu linakuja namna ku maintain kuwa na hizo potential. Tukija nafasi yake ndani ya Msimbazi, ndio anaingia pale Simba, tayari ameshatambulishwa ni mchezaji wao rasmi. Nafasi yake iko vipi ndani ya Simba? Tukwenda kwenye uhalisia, nafasi yake pale ni ngumu. Bakari Msimu ni ngumu, sio kama hana nafasi, ni ngumu. Navyosema nafasi namaanisha kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Simba ina qualities pembeni, wana wachezaji wengi wazuri, wana Anese Ura mzuri, wana Elim Panzu ambaye inabidi analazimika kuhama pembeni na kwenda kati, na mwenyewe pia ni mzuri. Wana Cletus Chota Chama ni mzuri, naye anatokea huko. Wana Alibase Geye naye ni mzuri. Au takriban wanne haraka haraka ambao nimewataja, wapo na wengine lakini hawa wanne nimewataja, wote ni daraja la juu kuliko Bakari Msimu. When it comes to profile, when it comes to qualities, hawa ni wazuri kuliko Bakari. Mind you, Simba katika soko la usajili, sokoni wanahusishwa pia na mawingers wengine wazuri ambao pia wengine wanakaribia kutambulishwa. Muda mfupi kutokea sasa watakuwa wanatambulishwa, kwa sababu plani mpaka ikifika muda wa Kagame yeye ameshatambulisha wale nyota wote ambao wamalizana nao. Kwa hiyo wanaendelea kusajili qualities nyingine kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa Bakari, kwa umri wake ana muda wa kujifunza, lakini akumbuke Bakari Msimu, Simba sio timu ya kujifunza ya kutaka kumaster miaka mingi. Yani Bakari Msimu quality anayo. Ladaki Chasambi quality anayo. Ladaki inazungumzwa kwamba huenda akaondoka kikosini, lakini hata kama hajaondoka kikosini, inaonekana kama kuna sehemu fulani hivi amesimama. Lakini sio kama Ladaki uwezo ni mdogo, ana uwezo mkubwa, ila utofauti unakuja klabu anayochezea. Simba sio klabu ambayo inahitaji wewe kwa kuwa una umri mdogo basi ufike ukae miaka miwili ili watatu uje kuprove. No, unaweza kufika, adapt haraka. Yani tumia miezi 6 ya kwanza ya msimu, sana sana kuchelewa mwaka mzima kama kuperform vizuri na kutoka mkopo ndio imeisha hiyo. Kwa hiyo katika mwaka mmoja wakati anaingia, wawe na hizo mentality hawa wachezaji wadogo ambao wanatoka kwenye timu za madaraja ya kati na wenye umri mdogo. Ukiingia pale, mentality sio kwamba Simba nyumbani umefika unajiachia tu unasema mimi mdogo na nafasi. Utaondoka. Wanachokifanya ni kukupa nafasi, kama unaonesha utapata nafasi utacheza. Wilson Nangu yule pale, wala umwache. Just imagine ana injury, yuko nje muda mrefu, lakini nakuhakikishia huwezi kumwacha. Kwa nini? Kwa sababu aliprove muda mfupi tu alianza kuonesha kitu. Kwa hiyo yupo kikosini. Haya, akina Vedastus Masinde huyo na mwenyewe yupo pia, anaendelea kulen ndani ya kikosi cha Simba, lakini anapopewa nafasi anawasha kweli kweli. Kwa hiyo inaonekana kuna potential ambayo inaonekana inafanya vizuri, lakini kwa wale wengine ambao wanacheza kwenye zile nafasi za pressure, hususan kwa maana nafasi za ushambuliaji kule, ni ngumu kukuvumilia kwa muda mrefu. So kwa Bakari Msimu ndoto ni kama inatimia, kwa maana kwenda kucheza hizi timu vioo za Kariakoo, lakini asibweteke, ana kazi ya kuifanya ili kuweza kuingia ndani ya Simba. Simba ina qualities nyingi katika maeneo ya pembeni, na yeye ana nafasi ya kwenda kwa challenge wale. Yani siingia akasema anajifunza sana miaka mingi, hapana. Ana nafasi ya kwenda kwa challenge wale ili na yeye apate nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Masinde ana uwezo mkubwa. Msimu ana uwezo mkubwa ambao anaweza kuisaidia klabu ya Simba. Hilo ndo kubwa. Bakari Msimu naamini unamjua kwa namna ambavyo pia nimezungumza mimi, kwa kile ambacho ukijua ambacho umekipata kutoka kwangu, unaweza kutuandikia pia katika comment section hapo. Kaandika Simba usajili huu unauona unaenda kuanza kwenye kikosi cha kwanza au unaona bado anatakiwa kwanza kukaa bench? Tuandikie kwenye comment section hapo, bila kusahau kusubscribe Mzinga Sports.